Karibu Samdizo Simulizi. Na huu ni mwendelezo wa simulizi ya binti Salma. Sehemu iliyopita tuliishia pale Salma na Khalid waliposhikana mikono pwani ya Kunduchi wakati wa machweo, huku Salma akikubali kuwa anaanza kumpenda Khalid polepole, lakini akisisitiza waendelee taratibu. Sasa tunaendelea na asubuhi iliyofuata, Salma aliamka na tabasamu usoni ambalo halikuwa limetoweka tangu usiku wa jana. Alisimama tena kwenye balkoni yake huko Mikocheni akishikilia kikombe cha kahawa. Bahari ilikuwa tulivu na ndege wa baharini walikuwa wakiruka juu ya maji. Moyo wake ulikuwa na furaha ndogo iliyokuwa inakuwa polepole, kama mmea mchanga unaopata maji baada ya kiangazi kirefu. Aisha alitokea nyuma yake akiwa bado amevaa nguo ya kulala. Uso huu wa asubuhi unaniambia kuna kitu kimetokea jana. Usinifiche binti Salma. Khalid alikuambia nini? Salma alicheka kidogo na kugeuka. Aliniambia anakupenda. Si mapenzi ya haraka bali ya dhati. Na mimi nilimwambia na mimi ninaanza kumpenda. Lakini niliomba tuende polepole Aisha. Siwezi kuruka hatua. Aisha alimpiga Salma begani kwa furaha. Hatimaye umefungua moyo wako kidogo. Huyu Khalid anaonekana kuwa tofauti. Lakini usimpe moyo wako wote mara moja. Angalia tabia yake kwa muda. Siku hiyo ilikuwa Jumapili. Salma na Khalid walikuwa wamepanga kukutana kwa mazungumzo ya kawaida tu huko Mlimani City. Waliketi kwenye mkahawa mdogo wa kahawa wakinywa fresh juice na kula keki. Mazungumzo yao yalikuwa mepesi na ya kina kwa wakati mmoja. Khalid alimwambia Salma, nataka tukutane na familia yangu hatimaye. Nina ndugu yangu mkubwa anayeishi hapa Dar na ningependa akujue. Lakini si haraka. Tutafanya wakati unaofaa. Salma alitikisa kichwa. Na mimi nataka umfahamu mama yangu. Yeye ni nguzo yangu. Lakini kwanza naomba tujijue vizuri zaidi. Nataka kujua tabia yako wakati wa hasira, wakati wa shida na wakati wa furaha. Walicheka na kuendelea kuzungumza kwa saa 2 nzima. Salma aligundua kuwa Khalid alikuwa mtu wa kusikiliza sana na hakuwa na haraka ya kumshinikiza. Hii ilimpa amani kubwa. Jumatatu asubuhi ofisini, mazingira yalikuwa tofauti kidogo. Wenzake walikuwa wanaongea kwa kunong'oneza. Binti mmoja aitwaye Rehema alimkaribia Salma wakati wa mapumziko na kumwambia, Salma, watu wanasema wewe na Khalid mna mahusiano. Kuwa mwangalifu. Bwana Hassan hapendi mambo ya ofisini. Salma alijibu kwa utulivu, tuko tu marafiki wanaofanya kazi pamoja. Si kitu kingine. Lakini ndani yake alijua kuwa hisia zake zilikuwa zinazidi. Kila mara alipomwona Khalid akifanya kazi kwa bidii au akimsaidia mfanyakazi mwingine, moyo wake ulikuwa unayeyuka kidogo zaidi. Siku ya Alhamisi, Juma aliamua kuchukua hatua. Alifika ofisini kwa Salma wakati wa mapumziko ya mchana akiwa amevaa suti nzuri na kubeba maua ya rose. Watu wengi walimwangalia. Alimuita Salma nje ya ofisi. Salma, nimekuja kukutana nawe uso kwa uso. Hizi maua ni zako. Nimekukosa sana. Tuanze upya. Nitakupa kila kitu unachotaka, gari, nyumba, chochote. Salma alimwangalia kwa huruma iliyochanganywa na hasira. Juma, nimeshakwambia yaliyopita yamepita. Mimi nina maisha yangu mpya sasa. Tafadhali usinisumbue tena. Juma aliongeza sauti kidogo, ni yule mvulana wa ujenzi. Yule Khalid. Wewe unadhani yeye anaweza kukupa maisha kama yangu? Yeye ni maskini tu. Watu walianza kutazama. Salma alihisi aibu. Kwa bahati nzuri, Khalid alitokea wakati huo na kusimama kando yake. Kuna shida gani hapa? Khalid aliuliza kwa sauti tulivu lakini yenye nguvu. Juma alimgeukia Khalid kwa hasira. Wewe, usiingilie kati. Salma ni wangu. Khalid hakupanda hasira. Alisema tu, Salma ana haki ya kuchagua yeye mwenyewe. Usimlazimishe. Bwana Hassan alitokea na kuwatenganisha. Hapa si mahali pa mambo ya kibinafsi.
Rudi kazini Salma. Na wewe bwana, tafadhali ondoka. Tukio hilo liliwaumiza Salma sana. Alirudi mezani mwake na machozi yakimwagika kimya kimya. Khalid alimfuata baadaye na kumpa kitambaa kidogo. Usilie. Yeye anajaribu kukusumbua tu. Mimi nipo hapa. Jioni hiyo Salma alimuita mama yake kwa simu na kumwambia kila kilichotokea. Mama yake alisikiliza kwa makini kisha akasema, mwanangu, mtu mzuri huonekana wakati wa shida. Kama Khalid alisimama kando yako bila kupanda hasira, huyo ni mtu wa thamani. Lakini angalia vizuri. Usifanye maamuzi ya haraka. Fatuma alipofika nyumbani kwao jioni, alileta habari nyingine. Juma anasambaza uongo kwamba wewe ulikuwa unamlaghai na Khalid wakati mkiwa pamoja. Watu wengine wanaanza kuamini. Aisha alikasirika. Huyu Juma ni shetani. Lazima tumfanyie kitu. Salma alitikisa kichwa. Sitaki drama. Nataka tu maisha yangu ya amani. Wiki iliyofuata Khalid alimwalika Salma kwenda kutembelea ndugu yake mkubwa aitwaye Abbas huko Tegeta. Abbas alikuwa na umri wa miaka 40, alikuwa na duka la vifaa vya ujenzi na alikuwa na tabia ya moja kwa moja. Alimpokea Salma kwa furaha. Karibu sana binti Salma. Nimeambiwa mengi kukuhusu. Khalid hajawahi kusifu mtu kama anakusifu wewe. Walikula chakula cha jioni pamoja, pilau yenye nyama na saladi. Mazungumzo yalikuwa mazuri. Abbas alimwambia Salma, Khalid ni kaka yangu mdogo na moyo wake ni safi. Lakini yeye ni mtu wa polepole. Usimkimbize. Salma alirudi nyumbani akiwa na furaha. Alikuwa anahisi kuwa familia ya Khalid inaweza kumkubali. Lakini changamoto ilikuja tena. Siku chache baadaye, kampuni yao ilipata tatizo la fedha katika mradi mkubwa. Bwana Hassan aliwaita wote na kuwaambia kuwa kuna uwezekano wa kupunguza wafanyakazi. Salma na Khalid walikuwa katika hatari. Hali hii iliwaunganisha zaidi. Walifanya kazi pamoja usiku kucha ili kuokoa mradi huo. Wakati wa shida hiyo, Salma aliona upande mwingine wa Khalid. Alikuwa na subira, alikuwa na akili na hakukata tamaa. Usiku mmoja walipokuwa wakifanya kazi ofisini peke yao, Khalid alisimama na kumwambia Salma, hata kama nitapoteza kazi hii, sitapoteza wewe. Nataka tuwe pamoja katika shida na furaha. Salma alisimama, akamkumbatia Khalid kwa mara ya kwanza na akamwambia kwa sauti ndogo, mimi nakupenda Khalid. Mapenzi yangu ni ya dhati. Si kwa sababu ya pesa au nafasi, bali kwa sababu ya moyo wako. Walikaa hivyo kwa muda wakikumbatiana kimya chini ya mwanga wa taa za ofisi. Ilikuwa wakati wa kwanza wa uhusiano wao wa kimwili kidogo na ulikuwa na heshima kubwa. Hata hivyo, Juma hakukaa kimya. Alituma ujumbe wa vitisho kwa Salma, utaijuta. Nitahakikisha huyo Khalid anapata shida kazini. Salma alimwonyesha Khalid ujumbe huo na waliamua kumwambia polisi kama itaendelea. Mama yake Salma aliamua kuja Dar es Salaam kwa wiki moja ili kumwona binti yake na kumfahamu Khalid. Alipofika alimwangalia Khalid kwa makini na kumhoji maswali mengi. Baada ya siku 3 alimuita Salma na kumwambia, huyu mvulana ana hekima na adabu. Lakini bado angalia. Maisha ya ndoa si mchezo. Lazima muwe na subira na upendo wa kweli. Sehemu ya maisha ya Salma ilikuwa inabadilika haraka. Mapenzi yake na Khalid yalikuwa yanakuwa kama mti mzuri, lakini dhoruba za Juma, shinikizo la kazi na maoni ya watu walikuwa yanajaribu kuvunja. Je, mapenzi yao ya dhati yataweza kustahimili vipimo hivi vyote? Au kuna kikwazo kikubwa kinachokuja? Huu ni mwisho wa sehemu ya 2 ya simulizi ya Binti Salma. Tukutane sehemu ijayo ambapo hadithi itaendelea. Kama umependa sehemu hii, like, subscribe na comment chini kutuambia umejifunza nini.